kuongea na wale watu wote ambao wamehold ama wako kwa nafasi za uongozi kwa serikali, ukue chief, ukue MP, ukue assistant chief, ukue police chief, ukue DCI, ukue mbunge, ukue governor, ukue president. Ile wakati ambao umepata hiyo nafasi ya kuhudumia watu, usitumie hiyo nafasi kugandamiza watu, kunyakua mali ya watu, kunyakua mali ya umma, kwa sababu hii mambo yote itakufuata. Leo unaweza kuwa na hiyo power, lakini power will not last forever. It will not last forever. Tumeona watu wengi, Kenyatta alikuwa hapo, na hata mbele ya Kenyatta kulikuwa na ile serikali ya mzungu. Kuna wale watu ambao tulikuwa tunaita home guards ama collaborators, ambao walifanya maovu mingi sana kwa sababu walikuwa na nguvu. Kenyatta akakuja, serikali yake kuna watu walikuwa na sifa kubwa. Kuna watu ambao walihusika kufanya maovu, kina JM Kariuki, kina Gimbo Pio kama Pinto, na watu wengine wengi sana ambao waliuawa katika hiyo serikali. Moi akaingia, maovu ikafanywa. Kibaki akaingia, na maovu bado ilifanywa, hata kama alifanya kazi, lakini kwa serikali yake kuna wale wawili watatu ambao walifanya maovu pia. Uhuru akaingia, kuna watu walikuwa tuna hiyo ulevi ya power. Na Ruto wako leo, kuna watu pia wako na hiyo ulevi ya power. Ningetaka kuuliza wale viongozi wote, no, regardless of the position that you are holding in government, uangalie nyuma, uangalie wale viongozi, wale watu wote kutoka hiyo wakati, nimesema wakati ya mzungu. Uangalie zile familia ambazo hao watu ambao walikuweko, wengine wengi wamekufa. Uingie kwa familia zao. Unaonyeshwa mlevi huko amelala kwa barabara, unaambiwa yule baba yake alikuwa waziri, yule baba yake alikuwa PC, yule baba yake alikuwa commissioner wa polisi. Wengine wamekuwa kwa koti. Kuja hapa kwetu Kiambu, watu walikuwa mawaziri huku, walikuwa ma minister, walikuwa ma MP. Watu wengine walikuwa watu wakubwa sana kwa serikali. Kuja ni kutembeza kwa hizo familia leo, uone ile kilio iko kwa hiyo familia. Wengine wamekuwa kotini wakipigania mali ya baba yao. Wengine wamepigana, wengine shida zimeambatana nao. Na sio kupenda kwao, ni yale maovu ambao baba zao na mama zao pia wale walikuwa kwa serikali walifanya. Wakati uko kwa uongozi, ile mambo yote unafanya, ile kilio ambao watu wanalia sababu yako, ujue hiyo kilio huwa inafikia Mungu. When you are in power, do the right thing. Wacha kumwaga damu, wacha kufanya watu wakae chini walilie Mungu juu yako. Because one day, when you are there or when you are not there, when you are there or when you are no longer there, kama hautalipa mwenyewe, watoto wako na wajukuu wako watalipa. Angalia hao viongozi venye wameenda, wengi wao wamekufa vifo zingine ambazo ni ziko na uchungu, wakiwa na pesa yao haikuwasaidia. Watoto wamekuwa hopeless. Vita, wale watoto walikuwa wamepata nje ya doa, wameleta makesi, watoto wao wanakufa hata bila kusaidika na hiyo mali. So this is just a warning. When God gives you a chance to serve, don't take advantage of that position that you are in kufanya maovu, kwa sababu hii dunia hiyo maovu itakufuata. Hata wale kwa serikali saa hii, kama kuna yule anaua watu, aendelee tu. Mungu wako, uko na watoto wako, leo safa wajukuu, legacy yako itaishia hapo, generation yako itakatikia hapo. So mjue Mungu